Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Taarifa yetu kuu usiku huu. Meli 4 zinazomilikiwa na Iran zimefanikiwa kupita kwa mlango bahari wa Hormuz, japo jeshi la Marekani limeweka vizuizi kwenye njia hiyo ya bahari. Takriban meli 4 zinazohusishwa na Iran zimepita kwenye kivuko cha mlango bahari wa Hormuz tangu Marekani ianze kuweka vizuizi katika mkondo huo wa maji jana Jumatatu. Marekani inasema hatua ya kuweka vizuizi baharini kunaathiri meli ambazo zinatumia bandari za Iran na wala sio zile ambazo hazimilikiwi na Iran. Vizuizi hivi vitawezesha meli zisizo za Iran kupita kwenye mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, meli nyingi bado zimekwama, zikishindwa kutumia mkondo huo wa bahari ambao ni muhimu sana kwa usafiri wa mafuta na gesi. Iran imefunga mlango bahari huo kutoka Marekani, na pia pande hizo mbili zilishindwa kuafikia makubaliano ya kuufungua katika mazungumzo huko Pakistani wikendi iliyopita. Awali, akizungumza na shirika la habari la Marekani la Fox News, naibu rais wa Marekani JD Vance ameishtumu Iran na kusema hatua ya Marekani imelenga kuzidisha shinikizo kwa taifa hilo. Kile walichofanya ni kujihusisha na kitendo hiki cha ugaidi wa kiuchumi dhidi ya dunia nzima. Kimsingi wametishia meli yoyote inayopita katika mlango bahari wa Hormuz. Sasa, kama rais wa Marekani alivyodhihirisha, mchezo huu unaweza kuchezwa na pande zote mbili, na kama Wairani watajaribu kujihusisha na ugaidi wa kiuchumi, basi sisi tutatafuta kanuni rahisi ya kwamba hakuna meli za Iran nazo zitakazotoka pia. Tunajua hilo ni jambo kubwa sana kwao. Tunajua pia kwamba hilo linaongeza shinikizo la kiuchumi kwao. Iran imeeleza kuwa kizuizi cha Marekani ni kama uvunjaji mkubwa wa mamlaka ya uhuru wa taifa hilo. Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa Amir Said Iravani ameandika kwamba ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa na inazidisha hatari ya kuongezeka kwa mgogoro katika eneo hilo ambalo tayari lina hali tete sana. Wakati huo huo, China inasema kwamba kizuizi cha Marekani ni jambo la hatari na ukosefu wa uwajibikaji. Shirika la kimataifa la usafiri wa baharini la Umoja wa Mataifa IMO linasema kwamba kuzuia mlango bahari wa Hormuz ni kinyume cha sheria, tamko linalolenga pande zote mbili, Iran na Marekani. Kwa hivyo kizuizi cha Marekani kinaweza kuwa na athari gani? Frank Gardner anaeleza zaidi katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Hiki ni kituo cha wanamaji cha Sepa. Lazima ubadilishe njia na urudi bahari ya Hindi mara moja. Usipotii agizo langu, basi utalengwa. Hii ni meli ya kivita ya 121 inayoendeshwa kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Huu ni mzozo wikendi iliyopita kati ya wanajeshi wawili wa majini, Iran na Marekani, lakini ulimalizika kwa amani. Lakini kizuizi cha Iran cha mlango bahari wa Hormuz ni mgogoro unaozidi kuongezeka. Iran imezuia meli 2,000 za mafuta kutoka nje kupitia mlango bahari wa Hormuz. Wametishia pia kutoza ada kwa meli za mafuta, huku wakiruhusu meli za mafuta za Iran kusafiri kwa uhuru. Wakijibu, Marekani inaonekana kulenga bandari za Iran, ikitarajia kuishinikiza Iran kwa kuzifunga au kuzizuia meli zake za mizigo. Wameonya meli za Iran zisipite kwenye mlango bahari wa Hormuz au wakabiliwe na hatari ya kuzuiwa, kubadilishwa njia au kukamatwa na jeshi la wanamaji la Marekani. Iran ina bandari nyingi za Ghuba, lakini jeshi la wanamaji la Marekani linahitaji kusubiri tu ufuoni nje ya bahari ya Arabia, ikiwa ni jambo linalofanana na kile ambacho Marekani ilifanya dhidi ya Venezuela mwaka jana. Tunaweza kuchagua eneo ili kupunguza hatari. Tunaweza kuchagua malengo ili kupunguza aina ya hatari ya misheni, tukihakikisha tunapata zile zinazofaa. Hatuhitaji kuchukua kila meli. Tutachukua tu meli za kutosha, tuzikamate, tuzizuie, tuchukue mizigo yao na meli. Chapisho la hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii kutoka kwa wafuasi wa utawala wa Iran linaonyesha jinsi vitendo vya Rais Trump na jibu la Iran vimeongeza bei ya mafuta, huku spika wa bunge la Iran akiandika onyo kwenye mtandao wa X, na hapa na nukuu: kwa kizuizi hiki bei ya petroli huenda ikapanda hata zaidi, mwisho wa nukuu. Ripoti hiyo ndio inayotukamilishia taarifa yetu kuu usiku huu.
Sasa mzozo kati ya Rais Donald Trump wa Marekani na Papa Leo unazidi kupamba moto, huku Trump akisema kwamba hataomba msamaha kwa kiongozi huyo wa kidini. Papa naye amesema ataendelea kuzungumza dhidi ya migogoro. Rais wa Marekani pia amefuta picha aliyoitengeneza kutumia akili mnemba iliyomwonyesha akiwa kama Yesu Kristo, jambo ambalo lilisababisha upinzani mkali. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wa BBC inayowasilishwa na Victor Kenani. Donald Trump akionekana kumponya mtu kwenye kitanda cha hospitali. Ujumbe huo wa AI uliowekwa katika mitandao ya kijamii ulizua hasira kutoka kila upande wa ulingo wa kisiasa wa Marekani, na sasa limefutwa na Bwana Trump anayesema hakuwa akijionyesha kama Yesu Kristo. Nilidhani ni mimi kama daktari, na ilihusiana na shirika la Msalaba Mwekundu na kama wafanyikazi wa Msalaba Mwekundu ambao tunaunga mkono, na ni vyombo vya habari vya uongo tu vinavyoweza kubuni jambo kama hilo. Katika chapisho la awali kwenye Truth Social, Donald Trump alimshtumu Papa Leo, papa wa kwanza mzaliwa wa Marekani, kwa kuwa mdhaifu dhidi ya uhalifu na mbaya katika sera za kigeni. Haya yote yanafuatia upinzani wa wazi wa papa dhidi ya vita nchini Iran. Alielezea tishio la rais la kuvuruga ubinadamu nchini Iran kama jambo lisilokubalika. Akiwa njiani kuelekea Algeria, kiongozi huyo wa kanisa aliulizwa kuhusu maoni yake juu ya kauli za kashfa na matusi ya Rais Trump. Sitaki kuingia kwenye malumbano naye. Sidhani kama ujumbe wa Injili unapaswa kutumiwa vibaya kwa namna ambayo baadhi ya watu wanavyofanya. Na nitaendelea kuzungumza dhidi ya vita nikihimiza amani. Lakini makamu wa rais wa Marekani JD Vance alisema kuwa Vatican inapaswa kujikita katika maswala ya maadili pekee. Matamshi ya Donald Trump kwa papa yamevutia ukosoaji kutoka kwa washirika wake wa karibu wa kisiasa, akiwemo waziri mkuu wa Italia, muumini wa Kikatoliki, Giorgia Meloni. Akielezea maoni ya Bwana Trump kama yasiyokubalika, Bi Meloni pia alisema papa ni kiongozi wa kanisa Katoliki na ni jambo la kawaida kwake kutoa wito wa amani na kulaani kila aina ya vita. Donald Trump sasa anasema Papa Leo alichaguliwa tu kwa sababu yake. Alichapisha picha hii wakati wa mkutano wa makardinali conclave wa mwaka jana. Lakini kuna ishara hata kutoka kwa wafuasi wa Bwana Trump kwamba huu ni mfano mwingine wa hivi karibuni wa matamshi ya rais yanayovuka mpaka. Matangazo haya yanapeperushwa na Star TV Tanzania, One Luo TV nchini Uganda, Mishapi TV huko DRC, pamoja na KTN na K24 TV nchini Kenya. Pia unaweza kutizama matangazo haya katika ukurasa wa Facebook na YouTube wa BBC Swahili. Ukitaka maelezo zaidi kuhusu taarifa hiyo, pia unaweza kuyapata kupitia simu yako ya mkononi. Mtandao wetu ni bbc.com/Swahili. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea tuna ripoti maalum inayoelezea kwa nini kina mama kusini mwa jangwa la Sahara wana uwezekano mkubwa wa kufa kutokana na ugonjwa wa sepsis.
Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Tuelekee nchini Tanzania sasa, ambapo jeshi la polisi visiwani Zanzibar linaendelea kumhoji huku likishikilia pasipoti ya Joseph Macan ambaye alikuwa ni mpenzi wa mwanaharakati wa mitandaoni Ashley Robinson aliyefariki Aprili 9 akiwa mapumzikoni visiwani Zanzibar. Wakati hayo yakijiri, taasisi binafsi ya uchunguzi imeanza upelelezi kubaini chanzo cha kifo hicho, huku familia ya marehemu ikiripotiwa kutuma mwakilishi visiwani Zanzibar. Naibu mkuu wa upelelezi wa makosa ya jinai Zanzibar amesema upelelezi wa shauri hilo unaendelea, huku wakisubiri majibu ya uchunguzi wa kitaalamu, yani postmortem, kutoka kwa madaktari. Katika mahojiano na shirika la habari la Marekani awali, wazazi wa binti huyo wamesema wanapanga kusafiri hadi nchini Tanzania ili kujua kile kilichomtokea binti yao. Idara ya polisi wanadai kuwa Ashley na mpenziwe Joseph Macan mwenye umri wa miaka 45 waliwasili kisiwani Zanzibar tarehe 4 Aprili na walikuwa na malumbano, ambapo hoteli waliokuwa wakiishi ililazimika kuwatenganisha na kuwapa vyumba viwili kwa ajili ya usalama wao. Tunaendelea na uchunguzi wa kupata ufumbuzi wa kujua ni nini kimetokea, na pale ambapo itathibitika kuna jambo lolote la kijinai limetokea, hatua zitachukuliwa dhidi ya mhusika. Nikisema hivi, huyu mume wa marehemu au mchumba wa marehemu Bwana Joseph, tuko naye kwa mahojiano zaidi. Hivi ninavyozungumza, timu ya wapelelezi inaendelea kufanya mahojiano naye kwa ajili ya kutaka kujua vile vile nini kimesibu pale. Lakini vile vile ninapozungumza kuhusiana na uchunguzi wa kifo cha marehemu, uchunguzi huu tunaufanya kwa kushirikiana na ndugu wa marehemu, kwa maana ya kwamba wametuma mwakilishi taasisi maalum inayoshughulika na uchunguzi wa vifo kwa maana ya corona, ambayo imepata authority. Sasa tusalie barani Afrika. Kina mama katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara wana uwezekano wa kufariki kwa ugonjwa wa sepsis mara 150 zaidi kuliko wale walio Ulaya na Amerika ya Kaskazini. Hii ni kwa mujibu wa shirika la kutoa misaada la WaterAid. Sepsis ya uzazi ni hali hatari ya maambukizi wakati au baada ya mama kujifungua. Vifo vingi vinahusishwa na ukosefu wa usafi wa mazingira katika vituo vya afya. Sasa taifa la Zambia lina idadi kubwa zaidi ya uzazi unaofanyika katika vituo vya afya vilio na hali duni ya usafi. Ifuatayo ni taarifa ya Anita Nkonge ikiwasilishwa na Hamida Abubakar. Viungani mwa mji wa Mazabuka kusini mwa Zambia, Isabel mwenye umri wa miaka 23 anaomboleza kifo cha mtoto wake wa kwanza. Nimeshindwa kusahau. Kumpoteza mtoto kunaumiza sana. Madaktari wanasema kifo cha mtoto wake kilisababishwa na hali duni ya zahanati eneo hilo, ambapo mtoto alizaliwa bila huduma za msingi za usafi. Niliona tu hali ya mtoto ikibadilika. Alipata joto kali sana, aliacha kunyonya na akaanza kupata shida ya kupumua. Dalili alizopata mtoto mchanga wa Isabel zilifanana na kile ambacho wataalamu wa afya wanaita sepsis, hali hatari ambapo mwili wa binadamu hushambulia viungo vyake vyenyewe unapopambana na maambukizi. Katika ripoti yao, shirika la WaterAid limesema jangwa la Sahara ndio kanda iliyoathirika zaidi, huku mwanamke mmoja kati ya 9 akipatikana na tatizo la maambukizi katika tishu za uzazi. Katika nchi 10 za jangwa la Sahara Afrika zilizofanyiwa utafiti, zaidi ya 76% ya watoto huzaliwa katika vituo vya afya ambavyo havina maji safi, vyoo wala huduma za usafi. Ili kukupa picha halisi, hapa Zambia, kwa mujibu wa WaterAid, 98.8% ya vituo vya afya vya ndani havina huduma za msingi za usafi kwa ajili ya wagonjwa kabla na baada ya kujifungua. Hapa Mazabuka, katika zahanati niliyoko, bafu na vyoo havifanyi kazi. Kiukweli, bafu linatumika kama store au chumba cha kuhifadhia vitu. Je, maji ni muhimu kiasi gani wakati wa kujifungua? Rachel Modena amekuwa mkunga kwa miaka 13 iliyopita.
Mama anapaswa kunawa mikono na kuoga baada ya kujifungua. Ikiwa hilo halitafanyika ipasavyo, maambukizi yataanza. Kulingana na sera ya serikali, tunapaswa kuangalia kina mama kwa saa 48 baada ya kujifungua kabla ya kuwaruhusu kwenda nyumbani. Lakini kwa sababu hatuna maji ya kutosha ya bomba, kiukweli bafu letu halina maji. Tunawaangalia kwa saa 6 tu, kisha tunawaruhusu kuondoka. WaterAid inasema kuwa kuhakikisha uwepo wa maji salama na safi katika vituo vya afya ni gharama nafuu na kunaweza kusaidia kuokoa maisha. Ripoti yetu ya hivi karibuni inathibitisha kwamba kuwekeza kwenye maji na usafi ni njia yenye tija na nafuu ya kukabiliana na swala la tatizo la sepsis. Hilo linaweza kupunguza magonjwa na vifo vinavyohusiana na sepsis ya uzazi kwa kiasi cha 50%. Pamoja na hayo, utafiti wetu unaonyesha kuwa kiasi kidogo kama $1 kwa kila mtu kinaweza kuleta mabadiliko tunayoyataka, na dola hiyo moja ni mara 3 rahisi zaidi kuliko gharama ya kutibu sepsis. BBC iliwasiliana na Wizara ya Afya ya Zambia kuzungumzia suala hili, lakini bado hawajajibu. Hivi karibuni wizara hiyo ilisema kwenye mitandao ya kijamii kuwa inazindua mpango wa kitaifa wa kupanua upatikanaji wa maji na usafi katika vituo vya afya ili kukabiliana na maambukizi. Lakini kwa Isabel, hatua hizo zimechelewa. Mwanangu, kila ninapomfikiria mtoto wangu nalia, siko sawa kwa sababu moyo wangu unauma. Kwa mama huyu anayeomboleza, kukabiliana na ukweli wa jinsi mtoto wake alivyofariki bado ni jambo zito, lakini kwa msaada wa familia yake anajaribu kuwa na matumaini. Matangazo yetu ya redio pia husikika kupitia mtandao wetu bbc.com/Swahili, ambapo unaweza kumsikiliza Lizzy Masinga, huyo hapo, katika Amka na BBC pamoja na Dira ya Dunia Radio kila siku ya wiki saa 12 kamili asubuhi na 12:30 jioni. Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tutakaporejea, safari ya mwezini ya Artemis 2 imetajwa kuwa na mafanikio makubwa. Nini tutarajie? Je, Afrika itakwenda mwezini? Karibu tena, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Roncliffe Odit. Sasa
Kwa muda wa angalau siku 10 tumekuwa tukizungumzia misheni ya Artemis 2 ambayo imefikia tamati baada ya kuwavutia mamilioni ya watu kote duniani ambao kama nimekuwa nikitaja wanajihisi kwamba walikuwa na wao safarini pamoja na wale wanaanga 4 waliofunga safari kuzuru mwezi. Lakini huu si mwisho wa mpango wa Artemis, kwani kuna safari zaidi zinazotarajiwa kufanyika baadaye na pia kujenga kituo mwezini. Sasa wakati mataifa ya magharibi yanapanua uwezo wao kufanya utafiti zaidi kwenda anga za juu, vipi hapa Afrika? Je, tuna uwezo wa kufuata nyayo zao angalau na sisi tuwe na uwezo wa kutuma watu huko, hata kama ni mawinguni tu, kama tutafika kwenye mwezi? Mwenzangu Leila Mohamed amejadili hilo kwa kina na John Mark Ochieng, ni mtaalamu wa mawasiliano ya utafiti wa anga za juu, ambaye ameanza kwa kumweleza ni kwa nini kuna mvuto mkubwa wa wanasayansi na hata raia kama wewe na mimi kutaka kuzuru anga za juu na hata mwezini. Kuzuru anga ya juu ama anga ya nje ukipenda ni kitu cha muhimu sana kwetu sisi binadamu. Kwa sababu ukiangalia historia, mababu zetu na mababu zao na wale ambao walikuja mbele yao walikuwa wakiangalia anga, wanaona nyota na kujiuliza ni nini kwa huko nje. Kwa hiyo hii kwa kimombo tunaita curiosity ndio ikafanya sasa watu wengi hata siku hizi wanaweza kuwa interested kuzuru ama kufanya tafiti za anga za nje. Tunaona watu ambao pia si wataalamu wa sayansi hii ya anga ya juu wakizuru maeneo hayo. Unaweza kuzungumza nini kuhusiana na ziara hizi ambazo si za wataalamu kuelekea kwenye anga za juu? Katika historia ama kwa muda mrefu sana shirika la NASA la Marekani ndo limekuwa likifanya mambo haya kwa sana. Lakini tunapata siku hizi tuko na kampuni za kibinafsi kama SpaceX na Blue Origin. Kwa hiyo kampuni hizi zimefungua milango zao kwa mtu yeyote, borake una uwezo kifedha, kwa sababu ni ya gharama ya juu sana. Na hivi ndio kwa maana unapata wasanii sana sana hao ndio wana uwezo wa kulipa fedha ile ambazo zinahitajika kwenda, ni kama kwa kimombo tunaita space tourism. Tunatarajia kujifunza nini na ina manufaa yapi kwa sisi binadamu kufahamu yanayoendelea kule juu? Ni kama kujaribu kusoma ama kujielimisha, kuangalia ni nini teknolojia yetu ambayo tunayo saa hii inaweza fanya na ni nini haiwezi fanya na ni nini ambayo tunaweza improve wakati ambapo tunaenda kwa Artemis Mission 3 ama misheni zingine. Utafiti huu ambao utaanza kufanyika una manufaa yapi na muhimu gani katika utafiti wa sayansi ya anga za juu katika siku zijazo? Teknolojia ama mambo ambayo tumeweza kujifunza kutokana na teknolojia hizi za kuzuru anga ya juu si zile ambazo unaweza ziona kwa uwazi. Kwa mfano kitu kama satellite, hizo ni vitu ambazo zinatumika kutizama dunia na kumake decisions. Kwa hiyo unapata kuna teknolojia kama GPS ambayo inatuwezesha kutoka mahali fulani kwenda mahali pengine. Muhimu zaidi ni kuna teknolojia fulani katika sekta ya matibabu ambayo yalitokana na teknolojia hizi za kuzuru anga ya nje, ama ukipenda spin-off technologies kwa kimombo. Kwa hiyo unapata misheni kama hii na wakizuru zaidi ya kilomita 1400, unapata wanaweza kujifunza jinsi ambavyo vyombo vile ambavyo wanatumia zinafanya kazi, ama hata afya yao kama wanaanga, na kwa misheni ambazo zitakazokuja watakuwa wamejitayarisha vilivyo. Afrika inaweza kukimu gharama? Kusema kweli, Afrika kwa sasa haiwezi kukimu gharama ile ambayo inaenda katika kuzuru anga ya nje. Ni ya gharama ya juu, ina gharimu pesa mingi sana, lakini hiyo haimaanishi kwamba Afrika haifanyi lolote katika kuzuru anga ya nje. Bali ya nchi ambazo ziko Afrika, kwa mfano Kenya, Uganda, Algeria, South Africa na hata Egypt wameweza kupeleka satellite kule kwenye low earth orbit, ambayo ni kama mzunguko wa chini kabisa wa nje ya dunia. Ni wiki hii tu ambapo mataifa ya Kenya, Uganda na Misri yaliweza kutuma chombo fulani katika anga ya juu. Tunaelewa ni nini hasa tunajaribu kufanya utafiti kwenye misheni hii?
Naam, misheni hii kwa kimombo inaitwa ni climate camera. So itakuwa ni kama kamera ambayo inawekwa kwenye International Space Station. Kwa hiyo kamera hii itakapowekwa kwenye International Space Station itaweza kutizama East Africa. Na itaweza kuangalia mambo ya mazingira na mambo ya tuseme hali ya anga pia. Unadhani kuna siku ambapo kijana kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Afrika Mashariki atawahi kusimama katika eneo kama hili na kusema sisi tumezuru mwezi? Naam, inawezekana sana. Kuna tofauti ya kazi zile ambazo watu tofauti wanafanya, na hata ukiangalia ile kitu tunaita CV ya wanaanga ambao wameenda kwenye Artemis, wako na ujuzi kwa sekta mbalimbali ya kazi. Kwa hiyo inawezekana sana, na kuna watu ambao tayari wako katika ile kitu tunaita matayarisho ama training ya kukuwa wanaanga. Tutoke anga za juu, turejee anga za viwanjani, ambapo bingwa mtetezi wa michuano ya klabu bingwa Ulaya PSG hii leo anarejea ugani. Anamenyana dhidi ya Liverpool katika mchuano wa mkondo wa pili wa robo fainali ya klabu bingwa barani Ulaya. PSG waliibamiza Liverpool kichapo cha mabao 2-0 katika mechi ya mkondo wa kwanza. Kwa hivyo leo Liverpool hii ni mechi ya kufa mtu. Wakati haya yakijiri, bingwa wa Uhispania Barcelona nao watararuana dhidi ya Atletico Madrid katika robo fainali ya pili. Barca wana kibarua kigumu cha kubadilisha matokeo ya mabao 2 katika mkondo wa kwanza. Kocha wa Atletico Diego Simeone ana imani wataibwaga Barca na kufuzu nusu fainali, huku Hansi Flick wa Barca akiapa kuwa watapigana mpaka tamati. Wapinzani wetu tunawajua, lakini pia tunajua lengo letu ni kufuzu tu kwa namna yoyote ile, liwe liwalo. Tuna wachezaji wanaoweza kufanikisha hili. Lazima tupambane kufa kupona. Dakika 90 za ngarambe ndizo zitakazoamua nani atatoka na ushindi, kama ni Barca au kama Liverpool watabadili matokeo angalau wasonge mbele. Sasa tutupie macho ukurasa wetu wa internet. Kuna taarifa mbalimbali ikiwa ni pamoja na makala za michezo, picha pamoja na video, ikiwemo taarifa hiyo ya polisi Tanzania ya kuzuia pasipoti ya mpenzi wa Ashley na kuanza kumhoji kuhusiana na mauaji ama kifo cha Ashley aliyepatikana amefariki katika chumba chake cha hoteli huko Zanzibar. Basi tufikia hapo, tuna cha ziada. Mimi naitwa Ron Clifford It, kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo ya leo niseme shukran sana na kutakia usiku usiokuwa na usumbufu wa mbu.